Hapa ni mtaa wa mawasiliano maarufu kwa jina la Makunganya, kata ya Mkundi, manispaa ya Morogoro, eneo ambalo limebainika kuwepo kwa madini ya dhahabu. Maelfu ya watu wamefika hapa na kuanza kufanya shughuli za uchimbaji wa madini. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu anasema licha ya kuwepo kwa fursa hii ya uchimbaji wa madini, lakini ombi lake kwa serikali kuweza kuweka mazingira rafiki ya utunzaji wa afya, hasa uchimbaji wa vyoo, ili watu waweze kujisaidia katika mazingira salama. Kwenye mtaa wangu kwa sasa kuna uchimbaji wa madini ya dhahabu. Uchimbaji huu umeanza kama miezi miwili hivi iliyopita, na tunashukuru viongozi wa Wizara ya Madini wamefika, afisa madini wilaya, mkoa, kwa ajili ya kuweka utaratibu wa uchimbaji, lakini ukusanyaji wa mapato ya serikali, lakini pia wamemtambulisha mtu ambaye ana leseni ya uchimbaji katika eneo lile, na kubwa zaidi imepatikana fursa kwa ajili ya biashara, zimefunguka, watu wamekuwa wengi, kwa hiyo biashara zinafanyika vizuri, watu wanapata riziki. Ukiachana na hawa wanahusika na uchimbaji wa moja kwa moja, lakini watu wengine pia wanapata riziki kupitia biashara. Lakini kwenye kila mafanikio kuna changamoto. Mtaa umekuwa na watu wengi sana, eneo linalofanyika uchimbaji linakusanya watu wengi, hakujawa na vyoo vinavyotosha watu wale, lakini kwa nature eneo lile liko juu na mtaa wetu uko chini. Kwa hiyo pia ni changamoto, kipindi mvua zitakapokuwa zimeanza huenda pakatokea mlipuko wa magonjwa kutokana na wale watu wengi kuwepo sehemu moja ambapo hakuna vyoo vinavyoweza kuwatosha. Kwa hiyo labda rai yangu kwa serikali waweze kuingilia kati jambo hili, mwekezaji aliyokuwepo kwenye eneo lile aweze kuwa na vyoo vinavyowatosha walau watu waliokuwepo, ili kuepuka matatizo yanaweza kutokea hapo mbeleni. Eneo lile lina watu ambao walikuwa na maeneo yale toka zamani, kipindi hata sisi tuko wadogo, wao pengine walikuwepo au wazazi wao walikuwepo, lakini mahali ambako madini yamepatikana, tuliuliza hili jambo kwa maafisa madini, wanasema kwa mujibu wa sheria za madini, eneo likipatikana, japo kuna sheria za ardhi, lakini uchimbaji wa madini unaendelea. Yule mwenye lile eneo ananufaika, serikali inanufaika, na yule mwenye leseni.